Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bwana, ni taarifa nzuri kabisa ya kimichezo. Wana michezo, tukutane tena hapa kupiana updates mbalimbali. Miongoni mwa taarifa kubwa ni mara baada ya Simba kufika hatua ya nusu finali. Stories zimekuwa kubwa sana, lakini kilichonivutia zaidi ni wewe mtazamaji ambaye mara nyingi umekuwa nami Sako kwa Bako kuendelea kunipatia sikio lako na kuendelea kunipa nafasi ya kunisikiliza walau kwa udogo na kwa uchache sana, lakini mmekuwa na moyo wa dhati sana kwangu mkipenda vitu vizuri. Endelea kusubscribe hapo, gusa alama kengele ili usipitwe na taarifa zetu. Miongoni mwa taarifa kubwa kabla tujaenda kuangalia renki ya Simba mara baada ya kufuzu nusu finali, wamefikia nafasi ya ngapi, tutakuja kuzungumza kwa ukubwa, lakini pia tutaenda kuwagusa kidogo Stellenbosch wao namna ambavyo mpaka sasa wamepambana kuhakikisha wanafanya vizuri pia kwenye michuano ya kimataifa na wamesogea katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tutaenda kuangalia ni mpinzani wa namna gani, lakini kwa sasa ngoja nianze na hii. Bwana, taarifa ya kwanza ni aliyekuwa mfadhili wa Simba na ambaye ni mwanachama wa Simba ambaye amekuwa akisupport Simba kwa siku za hivi karibuni, akisafiri na klabu hiyo kila kona ya nchi ya Tanzania, pia na nje ya mipaka ya Tanzania, akisafiri kwenye mechi kadha kadha, akienda kwenye mechi ya Tunisia kule Sfaxien dhidi ya Simba na Simba ikapata matokeo, akasafiri hadi kule Angola kumfuata Simba dhidi ya Bravo Dumaquis, Simba ikatoka sare, lakini amesafiri hapo majuzi unaona dhidi ya Al Masry, Simba ikufanikiwa, lakini mechi dhidi ya Tabora United kwa upande wa ligi kuu alisafiri, Simba ikapata matokeo shinda goli 3. Ameenda kwenye mechi kadhaa za ligi kuu dhidi ya Dodoma Jiji, Simba ikashinda goli nyingi zaidi. Kwa hiyo huyu si mwingine ni mzee Azim Dewji. Bana, kama nilivyokujuza hapo awali, Azim Dewji ni kiongozi mwenye chachu kwenye klabu yake, hasa when it comes kuisupport team katika mazingira yote. Mwamba amekuwa akihusika kwa asilimia kubwa sana. Sasa alitoa ahadi yake kwamba endapo mchezaji atafunga goli na atakayetoa assist watagawana milioni 5, kwa maana milioni 2.5 kila mmoja. Sasa leo ametimiza ahadi hiyo mara baada ya kuwaita wachezaji hao na kuweza kuwakabidhi kitita. Amekabidhi milioni 10 kwa maana aliyetoa assist na aliyefunga goli. Amemkabidhi mwamba kabisa Elie Mpanzu Kibisawala kitita cha shilingi milioni 2.5 kwa maana milioni 2.5, lakini pia Mkwala Dese milioni 2.5, Zimbwe naye akipata milioni 2.5, lakini pia Shomari Kapombe ambaye naye alihusika kwa namna moja ama nyingine kutengeneza bao. Kwa hiyo utaona wazi tu namna ambavyo ilikuwa. Shomari Kapombe alihusika kwenye bao ambalo lilitengenezwa, akafunga Elie Mpanzu Kibisawala, unaona bwana. Na Elie Mpanzu akatumia individual skills, individual brilliance yake, akafunga goli nzuri sana na moja kwa moja Simba akarejea mchezoni. Lakini pia pasi nyingine ni ile ambayo Elie Mpanzu alisababisha, alipiga moja kwa moja akamkuta Zimbwe Junior, Zimbwe akamwekea mtaalamu mwamba kabisa Steven Dese Mukwala, Dese Mukwala kagonga kichwa cha Didier Drogba hizo chuma ya kaka kambani. Kwa hiyo mzee Azim Dewji leo amewaita wachezaji hao na amewakabidhi milioni 10 zao, akisema kwamba yeye huwa hapendi kukaa na ahadi. Kwa hiyo amekabidhi milioni 10 na wachezaji wamefurahi. Zimbwe Junior hapa tumsikilize akielezea furaha yake, lakini pia tumsikilize hapa mzee Azim Dewji anasemaje mara baada ya yeye kuahidi kipi ambacho pengine alikilenga, na mara baada ya kuona motisha hiyo wachezaji wamefanya kila alichowaagiza wamefanya, ama inakuaje. Nikwambie tu hiki ambacho amekifanya mzee Azim Dewji, alianza kuplani tangu tukiwa kule Egypt. Unafahamu mechi ya Simba na hawa jamaa Al Masry, wachezaji wa Simba wengi walikuwa na ubinafsi, uchoyo ulikuwa mwingi sana, umetaradadi kwa maana walikuwa wapiani nafasi ya kufunga, lakini pia nafasi zilikuwa chache, kila mmoja alikuwa anataka yeye aonyeshe ubora wake. Kila Jean Charles huwa wanataka kufunga wenyewe, lakini mzee Azim Dewji nakumbuka alikaa na viongozi wa Simba na baadaye alinidokeza kwamba anataka kufanya hichi kitu na kitakuwa endelevu, sio tu kwa Simba, lakini anatamani aifanye kwa ukubwa wake, kwa maana hapendi kuona wachezaji wanakuwa wachoyo, hasa katika nyakati hizi ambapo Simba inahitaji kufika hatua kubwa zaidi ya nusu finali na finali yenyewe. Kwa hiyo akaona kwamba namna gani sahihi ni kuwapatia wachezaji motisha, hasa kwa wale ambao wanatoa assist ambao mara nyingi ni maplaymaker, ili kuhakikisha wanarahisisha kazi ya wafungaji ili magoli yapatikane, kwa sababu hatua hizi hazihitaji magoli zaidi, zinahitaji kuqualify, kwa maana inahitaji magoli yawe mengi, lakini wakati huo ili qualify lazima uwe na magoli. Sasa ili magoli yapatikane lazima wanaotoa assist wapate motisha na wanaofunga pia wapate motisha. Kwa hiyo amefanya kitu kikubwa sana na leo ametimiza ahadi yake. Of course uliona jana wachezaji walikuwa wanatoa pasi za magoli, uliona jana wachezaji waliacha uchoyo, walikuwa wanapiana pasi, na mara nyingi mzee Azim Dewji amekuwa akipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji ile direct one on one
Kwa hiyo imewajenga zaidi kisaikolojia. Hakukuwepo na uchoyo wa namna yoyote. Kuelekea mechi ya Stellenbosch inawezekana zaidi wakafanya makubwa zaidi, kama ambavyo mzee Azim Dewji hapa anasema, anamwambia Elie Mpanzu Kibisawala, unapofunga zaidi unapata hii zawadi, lakini zaidi pia unaisaidia Simba kufika mbali zaidi. Kwenye maita wachezaji hawa wawili wamefunga, mmoja alikuwa ameassist na mmoja hayupo, ana dharura kidogo. Lakini Shabalala nilikuwa na nani Kapombe, labda aliogopa kwamba nilimtania tu kwamba assist ilikuwa kwa mguu sio kwa mkono. Kwa hiyo yeye alikuwa amerusha mpira kwa Mpanzu akaondoa wawili kwenye mstari na kufunga goli. Lakini asiwe na wasiwasi, yeye vile vile atapata zawadi yake, maana yeye vile vile aliassist mpira mwisho ulitoka kwake. Kwa hiyo nataka niwakabidhi, huwa sipendi kukaa na deni. Hizi ni milioni 10, 2.5 for you, 2.5 for you, 2.5 for you, 2.5 million for Kapombe. Okay? So thank you very much. We want, I know when you reach quarter-final or semi-finals to score 3 or 4 goals is nearly impossible. All the teams which are playing, they are already now remaining 4 best teams in Africa. So 4 best teams in Africa, it only probably happens that you can score 4 or 5 goals. But even 2 goals is a good score. But we have to make sure that when we score even 1 goal, we have to defend it till the end, that doesn't go back. Asante. Kwanza niseme tunawashukuru sana mashabiki wetu kwa niaba ya wachezaji. Message hii narudisha kwao. Mashabiki wetu wamekuwa ni watu wa maana sana, watu ambao wanatusupport sana. Kikweli niseme tu tunawashukuru sana. Jana hali ya hewa ukiangalia haikuwa katika niseme njia nzuri, kwa maana kwamba hali ya hewa haikuwa rafiki na pia ilikuwa ni siku ya kazi. Kwa hiyo lakini bado wana Simba wa Tanzania kwa ujumla walijitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba tunaipambania timu inaweza kufanya vizuri na kutoka katika hatua ya robo finali ambayo tulizoea na tunaenda katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo niseme ninawashukuru sana, na kikubwa sisi kama wachezaji jukumu letu ambalo liko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana, tunaendelea kujituma kwa ajili ya timu yao, kwa ajili ya timu yetu, kuhakikisha kwamba tunazidi kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Lakini mwisho kabisa ni mshukuru mzee wetu, mzee Azim Dewji. Hichi ambacho amekifanya ni kikubwa sana kwa timu, kwa sisi wachezaji pia, kwa sababu ameongeza hamasa. Ukiachana zile hamasa goli la mama, lakini pia ukiachana na zile bonus zingine ambazo anazitoa boss Mo, lakini yeye pia amefanya kitu kikubwa sana kwa kutoa ahadi ambayo mtu anayefunga, lakini pia mtu ambaye anatoa assist ya kupata goli. Na ukiangalia mchezo wa jana ulikuwa ni muhimu sana na ulikuwa unahitaji hamasa nyingi tofauti. Kwa hiyo imeweza kufanya hivyo na imeongeza kitu. Na ukiangalia kwamba ulikuwa ni mchezo mgumu ambao tulikuwa tunahitaji matokeo. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wachezaji niseme kwamba tunamshukuru sana. Hiki ambacho amekifanya ni kikubwa sana na tumekipokea kwa mikono miwili. Na kikubwa ninachomwahidi ni kwamba tunaenda kupambana katika michezo ya inayobakia. Ukiangalia kufikia mafanikio au malengo ambayo tumejiwekea, tumebakisha kwa maana kwamba ukiacha home and away tumebakisha mechi 2. Kwa maana kwamba nusu finali na finali. Kwa ujumla zitakuwa ni mechi 4. Lakini kuelekea katika mechi hizo inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu atuweke katika hali ambayo itakuwa ni katika miili ambayo itakuwa timamu, kuhakikisha kwamba mpaka hizo siku ambazo zinafika tutakuwa tuko vizuri na kuhakikisha kwamba tunapambana ipasavyo, tumefikisha Simba kwenye yale malengo ambayo tumejiwekea msimu huu. Simba akamwekea mtaalamu mwamba kabisa Steven Dese Mukwala. Dese Mukwala kagonga kichwa cha Didier Drogba hizo chuma ya kaka kambani. Kwa hiyo mzee Azim Dewji leo amewaita wachezaji hao na amewakabidhi milioni 10 zao, akisema kwamba yeye huwa hapendi kukaa na ahadi. Kwa hiyo amekabidhi milioni 10 na wachezaji wamefurahi. Zimbwe Junior hapa tumsikilize
akielezea furaha yake, lakini pia tumsikilize hapa mzee Azim Dewji anasemaje mara baada ya yeye kuahidi kipi ambacho pengine alikilenga, na mara baada ya kuona motisha hiyo wachezaji wamefanya kila alichowaagiza wamefanya, ama inakuaje. Nikwambie tu hiki ambacho amekifanya mzee Azim Dewji, alianza kuplani tangu tukiwa kule Egypt. Unafahamu mechi ya Simba na hawa jamaa Masri, wachezaji wa Simba wengi walikuwa na ubinafsi, uchoyo ulikuwa mwingi sana, umetaradadi, kwa maana walikuwa wapiani nafasi ya kufunga, lakini pia nafasi zilikuwa chache, kila mmoja alikuwa anataka yeye aonyeshe ubora wake. Kila Jean Charles Ahoua wanataka kufunga wenyewe, lakini mzee Azim Dewji nakumbuka alikaa na viongozi wa Simba na baadaye alinidokeza kwamba anataka kufanya hichi kitu na kitakuwa endelevu, sio tu kwa Simba, lakini anatamani aifanye kwa ukubwa wake, kwa maana hapendi kuona wachezaji wanakuwa wachoyo, hasa katika nyakati hizi ambapo Simba inahitaji kufika hatua kubwa zaidi ya nusu finali na finali yenyewe. Kwa hiyo akaona kwamba namna gani sahihi ni kuwapatia wachezaji motisha, hasa kwa wale ambao wanatoa assist ambao mara nyingi ni maplaymaker, ili kuhakikisha wanarahisisha kazi ya wafungaji ili magoli yapatikane, kwa sababu hatua hizi hazihitaji magoli zaidi, zinahitaji kuqualify, kwa maana inahitaji magoli yawe mengi, lakini wakati huo ili qualify lazima uwe na magoli. Sasa ili magoli yapatikane lazima wanaotoa assist wapate motisha na wanaofunga pia wapate motisha. Kwa hiyo amefanya kitu kikubwa sana na leo ametimiza ahadi yake. Of course uliona jana wachezaji walikuwa wanatoa pasi za magoli, uliona jana wachezaji waliacha uchoyo, walikuwa wanapiana pasi, na mara nyingi mzee Azim Dewji amekuwa akipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji ile direct one on one. Kwa hiyo imewajenga zaidi kisaikolojia, hakukuwepo na uchoyo namna yoyote. Kuelekea mechi ya Stellenbosch inawezekana zaidi wakafanya makubwa zaidi, kama ambavyo mzee Azim Dewji hapa anasema, anamwambia Elie Mpanzu Kibisawala, unapofunga zaidi unapata hii zawadi, lakini zaidi pia unaisaidia Simba kufika mbali zaidi, kufika walau finali, kuchukua hata ubingwa wenyewe, na inawezekana watu wakiacha uchoyo. Kwa hiyo amebuni kitu ambacho hakijawahi kufanywa na kiongozi yoyote wa mpira, amebuni kitu ambacho hakijawahi kufanywa na kiongozi yoyote wa Simba. Kwa lazima tumpe maua, tumpe saluti mzee wetu mzee Azim Dewji, kwa sababu amekuwa na maono makubwa sana, na uzuri ni kwamba amekaa kwenye mpira almost miaka karibia 31. Kwa hiyo anafahamu zaidi namna ambavyo vilabu hivi vinaendeshwa, lakini anafahamu zaidi namna ambavyo wachezaji wanapaswa kupewa motivation, kwa maana motisha ili waweze kufanya vizuri, individual, kwa maana mchezaji mmoja mmoja, ili kuongeza zaidi ubunifu katika eneo la mwisho. Lakini wengi wametoa maoni yao kwamba angempatia na Musa Kamara walau hata milioni 5. Nafikiri mzee wangu mzee Azim Dewji hii inaweza ikamfikia, mmenituma wenyewe kwamba bwana Musa Pimpini Kamara naye inabidi aangaliwe, maana amefanya saves ya penalty 2 ambazo ndo zimefanya Simba ametinga katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo Musa Pimpini Kamara naye anapaswa kuzingatiwa. Kwa hiyo mzee wetu mzee Azim Dewji naye ameombwa amwangalie zaidi Musa Kamara ambaye ameokoa mikwaju ya penalty kwa ustadi mkubwa sana hiyo jana. Ingawa hii ilikuwa ni kwa ajili tu ya wachezaji wanaofunga na wanaotoa assist, lakini amtazame pia Musa Pimpini Kamara ambaye kisomo kweli jana amefanya kazi kubwa, amefanya Watanzania wafurahi, sio tu wana Simba, amefanya Watanzania wote wafurahi. Hadi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefurahi na amewapongeza Simba. Kwa hiyo ni mikono salama ya Musa Pimpini Kamara. Kwa hiyo mzee wetu unaweza ukawachungulia na ukamchungulia pia Musa Pimpini Kamara kwa kazi kubwa aliyoifanya. Saluti sana kwako mzee Azim Dewji, kwa sababu hii najua italeta chachu kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch pale bondeni kwa Madiba, lakini pia hapa katika ardhi ya Tanzania kwa maana Dar es Salaam ama pale New Amani Complex, ambako ndiko pengine mechi inaenda kufanyika, kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa ukiwa unafanyiwa ukarabati. Simba option yao ya pili ni kwenda kutumia uwanja wa New Amani Complex katika mchezo wa kwanza, kwa maana First League tarehe 20 ambapo atacheza katika uwanja wa New Amani Complex pale, alafu baadaye tarehe 27 atasafiri hadi bondeni kwa Madiba South Africa. Kwa hiyo ni habari nzuri na ni habari njema ya kwanza nimeona nikupatie. Tukiachana hilo bana, njoo sasa kwa Simba. Simba bana wamepanda viwango. Jana niliongea hiyo kwenye mahojiano na waandishi wa habari nilipokuwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwamba Simba amefanikiwa kuingia hatua nusu finali, na wala wao hawana pressure na hilo, na wala hawalizungumzi kwamba wao wamefika nafasi za juu. Sasa Simba kutoka nafasi ya 6 waliokuepo wamepanda hadi nafasi ya 4 kwenye msimamo wa vilabu bora barani Afrika kwa sasa. Yaani kutoka nafasi ya 6 hadi nafasi ya 4. Sio kitu cha kuongea taratibu, lazima wape maua yao. Hiki ambacho wamekifanya Simba ni jambo kubwa sana. Wanapaswa kupongezwa kwa sababu wametafuta hiyo rekodi kwa muda mrefu, na ndio mara ya kwanza timu kutoka Tanzania inapata na kuingia katika chati kubwa kabisa ya vilabu bora barani Afrika, akiwa miongoni mwa Ahli, akiwa pale, unaona bana. Kwa hiyo utaona wazi ni timu ya namna gani, timu ambayo imejitanabaisha, timu ambayo imejitafuta na hatimaye imepata kile ambacho ilikuwa inahitaji kukipata. Unanielewa? Taarifa ikufikie hapa na moja kwa moja tuje kuangalia Stellenbosch
ya Afrika Kusini wako katika nafasi gani, Simba wako nafasi gani kwa viwango vya ubora barani Afrika. Mara baada ya Simba jana kufanikiwa kufika hatua au kuingia hatua nusu finali, mnyama moja kwa moja ameingia katika nafasi ya 4, top 4 ya ubora au vilabu bora barani Afrika mara baada ya kukusanya pointi za kutosha. Tulishawahi kuongea hapa kama unakumbuka, mara nyingi nilikuwa nikiwajuza kwamba endapo Simba atafika hatua nusu finali atafikisha pointi 43, endapo atafika hatua ya finali atafikisha pointi 48, endapo atafika hatua atachukua ubingwa atafikisha pointi 53, kwa maana atakuwa amepanda zaidi. Kwa hiyo leo hii tunapozungumza Simba tayari yuko nafasi ya 4 kwa viwango barani Afrika. Hebu mpigieni Simba makofi hapo mlipo, hata kama wewe sio mkereketo wa Simba, hata kama wewe ni shabiki wa timu nyingine, hebu kwanza mpigie Simba makofi hapo ulipo, kwamba wamefanya kitu kikubwa ambacho Yanga msimu huu kama unakumbuka, moja ya rekodi ambazo walikuwa wanazitaka ni kuingia nafasi ya 5, na wakaacha kufocus na mambo yao maandalizi ya timu, wakawa wanaiwaza zaidi nafasi ya 5. Tunataka nafasi ya 5 ili tumpiku Simba, tunataka nafasi ya 5 tumpiku Simba. Lakini Simba wao hawakuwahi kusema kwamba wanaitaka nafasi ya 5 wala wanaitaka nafasi ya 4. Wao walisema kwamba wanataka nafasi ya nusu finali. Hao ndio hivyo ndio vilabu ambao vinapaswa kuwa na focus. Na wazungu wanasema siku zote vilabu vikubwa huwa vifikirii vitu vidogo vidogo. Kuingia nafasi ya 4 sio kitu kidogo, lakini Simba kwanza alikuwa anataka kutengeneza rekodi yake kuingia hatua ya nusu finali, alafu mwingine atokee mbele. Kwa hiyo hawajawahi kupiga kampeni wala promo yoyote kuhusiana na hilo kama ambavyo walikuwa wanafanya kina Ali Kamwe, lakini wao walikuwa wamekausha zao, wanapambana kuipata nusu finali na wakafanikiwa. Sasa mnyama ameingia katika nafasi ya 4 kwa viwango, kwa ubora. Mpaka sasa mnyama amefikisha points 43 kwa maana tayari amemshusha Zamalek na RS Berkane. Anayeongoza ni National Ahli ambaye ana pointi 78, anayefuatia ni Mamelodi Sundowns akiwa na pointi 57. Nafasi ya 3 ni Esperance Sportive de Tunis ambaye ana pointi 57 pia. Nafasi ya 4 ni Simba kutoka Tanzania, na hapa imewekwa bendera ya Tanzania, akiwa na pointi 43. Nafasi ya 5 yuko Zamalek mwenye pointi 42. Alafu nafasi ya 6 yuko RS Berkane akiwa na pointi 42. Alafu yupo Wydad Casablanca nafasi ya 7 akiwa na pointi 39. Pyramid nafasi ya 8 akiwa na pointi 37, lakini Usma au Yusuf Malja na pointi 37 akiwa nafasi ya 9. Nafasi ya 10 ni CR Belouizdad akiwa na pointi 36. Nafasi ya 11 ni Young Africans akiwa na pointi 34. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Yanga ameachwa. Sasa bwana, mnyama amewapindua wote hawa. Mnyama kampindua Zamalek, kampindua RS Berkane, kampindua Wydad, kaondoka na wote. Hao wote ambao nakutajia, Wydad ashachukua ubingwa wa CAF, lakini pia Pyramid hajachukua. Usma ameshachukua, alicheza dhidi ya Young Africans kama unakumbuka msimu uliopita. CR Belouizdad, hao wote tunawazungumzia ni watu ambao walishafanya makubwa. Kina TP Mazembe ndio wamechukua sana, lakini kaachwa. TP Mazembe kwa nafasi ya 14 huko, ana pointi 30.5. Orlando Pirates nafasi ya 15. Imagine mnyama amemzidi hadi Orlando Pirates. Sio kitu kidogo, yani amemwacha Mbale Orlando nafasi ya 15 na pointi 30. Kwa hiyo mnyama lazima apewe heshima yake. Sasa njoo kwa Stellenbosch. Stellenbosch ambaye anacheza na Simba anashika nafasi ya 22 na pointi 15. Hapo ndio utajua utofauti wa Simba na hivi vilabu vingine. Tunapokuwa tunasema mara nyingi Simba ni lidude likubwa. Yaani Simba hapaswi kufananishwa na mtu yoyote. Hiki ndicho ambacho kinaweza kuwekwa wazi. Unaona bana Hichi ndicho ambacho kinapaswa kuwekwa wazi. Yaani mnyama asifananishwe na timu yoyote, kwa sababu kwenye kwa upande wa vilabu barani Afrika yuko nafasi ya 4 leo hii. Amepanda kwenye rank. Yuko hatua nusu finali, ameshafanya hayo makubwa. Points ambazo anazo ni points 43. Yaani Simba leo ndo anambeba Yanga, anambeba Azam, anambeba Singida, sio anaibeba ligi ya Tanzania. Kwa hiyo kuna watu wanaifanyia Simba figisu, kuna watu wanaifanyia Simba fitna, lakini wanapaswa kufahamu Simba ndio baba wa mpira. Simba ndio baba wa mpira kwa upande wa michuano ya kimataifa hapa Tanzania. No doubt, kwa anayepinga aje na hoja. Mimi narudia tena, Simba ni baba wa mpira nchi hii. Yaani yeye ndo anawafundisha wote, alafu wengine wanafuata. Kwa hiyo mnapoambiwa Simba aje awape elimu namna gani anatakiwa kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, msio mnakataa, kwa sababu mnyama anajua njia zipi za kwenda. Na sasa hivi ameshavunja daraja la kwenda nusu finali. Kwa hiyo yuko nafasi ya 4, anawasikilizeni ninyi ambao mlikuwa mnapiga porojo. Kwa hiyo kwangu na wasalute, na msalute zaidi Mohamed Dewji ambaye alifanya sajili bora sana msimu huu. Ameruhusu Chief of Scout Dedals kufanya kazi yake. Ameongeza zaidi hasa kulipa mishahara mikubwa wachezaji wake. Ameongeza bonus. Leo hii tunaona Simba imekuwa moja ya timu ambazo zinalipa zaidi mishahara kwa wakati, na furaha imerejea Msimbazi, kwa sababu kila mchezaji anapambana kuhakikisha wanafanya poa. Lakini huku pia usisahau benchi la ufundi pamoja na kocha ambaye wamempata, kocha mwenye uchu, kocha mafanikio
Hawa hapa Simba leo wanafika katika level kubwa, nafasi ya 4. Narudia tena, nafasi ya 4 barani Afrika, sio kitu kidogo hata kidogo. Haya, wanacheza na Stellenbosch ambao wako nafasi ya 22 kwenye rank, wana pointi 15. Kuna mtu aliniambia Simba anacheza na Stellenbosch ni mechi ya namna gani, na akaniambia Stellenbosch ni timu ya namna gani. Stellenbosch sio timu ya kubeza, imemtoa Zamalek kutokea pale Misri, timu ambayo ndio ilikuwa tishio sana. Hakuna mtu ambaye hapa alikuwa anamzungumzia vibaya Zamalek. Kila mmoja alikuwa anamuelezea kwa ukubwa wake Zamalek ni timu ya namna gani, na hata Simba wao walikuwa wanaamini kwamba watakutana na Zamalek katika hatua inayofuata. Hata mimi binafsi nilikuwa naamini Simba pengine wakakutana na Zamalek, unajua tulikuwa tushaanza kuwaza visa tayari, tunaenda tena Misri na nini na mambo kama hayo, lakini awamu hii ni bondeni kwa Madiba. Jamaa wamemkazia kule bondeni kwa Madiba. Zamalek kupata goli jana, ameenda kumfunga bao la uchungu moja, anaenda katika hatua inayofuata ya nusu finali. Sasa hawa jamaa wanachezaji aina yao uchezaji, kwanza wanacheza defensively, kwa maana wanaweka sana ulinzi, wanaweka sana guard, wanahakikisha wanamlinda sana goalkeeper wao. Wana mabeki warefu sana ambao wana uwezo mkubwa sana wa kulinda. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawabeba, lakini pia ni wazuri kwenye counter attack. Kwa hiyo Simba naamini wamepata mtu sahihi, kwa sababu hawa ni weusi wenzetu ambao wanapambana uwanjani, wanajua kucheza kimbinu na hawalali wapoteze muda. Kwa hiyo hata walivyopangwa na Simba, mimi nimeiona Simba zaidi kama wakikaza na wakipambana, wakionyesha ubora wao. Kwa level Simba walionayo kwa sasa ni wakubwa. Najisema tena, Simba ni wakubwa kuliko Stellenbosch, kwa sababu Stellenbosch ukiangalia kwenye ligi yao sio timu ya kutisha, hawako katika nafasi nzuri mpaka sasa, wako nafasi ya 5. Nafasi ya 5 na pointi 35 hawa Stellenbosch. Sasa Stellenbosch wao wakiwa nafasi hiyo ya 5 pointi 35, nafasi ya 4 wako TS Galaxy akiwa na pointi 36, huku Shekekune akiwa nafasi ya 3 pointi 37, Mamelodi akiwa na 58, Orlando akiwa nafasi ya 40 akiwa ana pointi ya 46. Kwa hiyo huyu jamaa kwenye msimamo yuko nafasi ya 5 kwenye ligi yao, lakini kitu ambacho kimefanya leo amefuzu hatua inayofuata ni kwa sababu ameweza kucheza na amecheza kimbinu zaidi, amefanikiwa kwenye mbinu za kocha pamoja na ufundi wa kile ambacho kocha amewatuma kwenda kufanya uwanjani, kwa maana anajua muda gani wa kujilinda, muda gani wa kushambulia. Hicho ndicho ambacho kimembeba zaidi. Kwa hiyo kwangu naweza nikarudia kusema tena, sio timu ya kutisha sana, kwa sababu pale bondeni Afrika Kusini ni timu ambayo inapasuka sana, inafungwa sana magoli, na aina yao wanaocheza Simba ameshazifunga sana timu za namna hiyo. Kwa hiyo kama Simba hapa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, kama ndio uwanja ambao watautumia, wakatumia nafasi ambazo watazitengeneza na hii hamasa ambayo Mzee Aziz Dewji ameitoa kwa sasa, assist anapata 2.5 milioni, goli 2.5 milioni, Simba anapaswa kumfunga huyu jamaa goli 3 hadi goli 4. Kwa sababu anaanza nyumbani, akimpiga goli 3 au goli 4, yule jamaa atakuwa na kazi ya kwenda kutafuta magoli. Sasa akifunguka tu imeisha, kwa sababu yeye anapenda sana kucheza kujilinda, kwa maana low block, anakaa sana nyuma. Sasa kama anapenda kukaa nyuma na Simba kuwafungue inaweza kawa ngumu. Kwa hiyo ukimfunga hapa kwenye uwanja wa New Amani ambao Simba watautumia pale Zanzibar, ukimfunga goli 3 hadi goli 4, ushamharibia, kwa sababu ataenda kule kufunguka. Anapofunguka kule kuna winga Eli Mpanzu Volcano, ndege ya kivita ile inafanya balaa zito, alafu au unaweza kumuita ndege ya kivita au mwanajeshi wa majini, alafu kule Kibu Dennis akiwa anafanya balaa zito, pale juu sasa Steven Desemukwala akifanya balaa zito, alafu huku chini Jan Chaza Hua. Kwa utaona wazi kwamba anaweza akaenda kumpakarika magoli, akampasua hapa goli 2 au goli 3 akikaza, alafu kule anaenda kutafuta goli 1 tu. Yaani anakuwa amemaliza shughuli. Simba hao katika hatua finali. Na kama atafika finali, na maana anaweza kukutana kati na RS Berkane na CS Constantine, kwa sababu Constantine na RS Berkane wao ndo watakutana katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo mambo ndo hayo, na hiyo ndo story kubwa sana kwa siku hii hapa leo. Lakini tusikilize reporter wetu kutoka South Africa, Fortunatus John Kasomfi, ambaye yeye amenitumia taarifa hii. Watu wa South Africa wanasemaje mara baada ya kuona Simba amepangwa na Stellenbosch, na nitakuwa nakupa updates tofauti kutokea bondeni kwa Madiba, kwa sababu tayari nina reporter kule ambaye mimi namlipa. Kwa hiyo atakuwa ananipa taarifa kila kukicha, wale jamaa wamejipangaje, mbinu zao zikoje, alafu mimi nitakuwa nakuja hapa kudisplay mbinu zao ili kocha Fadlu Davids aweze kutumia. Kama unakumbuka, tulikuwa tukiongea, mijadala ilikuwa mingi kwamba oya, Fadlu Davids bana anapaswa kumtumia Mkwala, aanze na Mkwala, achane na Ateba, anapoteza sana time. Jana uliona amemtumia Lionel Christian Ateba, amefanya balaa zito. Kwa hiyo lazima tuone, kuna wakati amemtumia jana nani, Mkwala, uone kwamba pia ushauri wetu unafanywa kazi, na mwisho wa siku lazima tuendelee kutoa ushauri. Jamani, timu ya namna gani ili waende kupasuka, wafungwe, Simba aende hatua finali. Akienda finali anasogea, anaweka heshima, na mpunga pia utakuwa mrefu sana.